Mtu wa Mungu, miujiza yako iko mlangoni mwako. Ni swala la wewe tu kuamua. Nimetumwa nikwambie, kila unachokipitia, kama ni katika ndoa, kama ni katika familia, kama ni katika watoto, kama ni katika kazi, kama ni katika biashara, kama ni katika mifugo, kama ni katika chochote unachofanya, uwe na discipline ya maombi yako binafsi. Na hiyo ndio ufunguo wa kurejesha matumaini kwako. Ni kweli tutaomba kama familia, ni kweli tutaomba kama kanisa. Hata Nehemia tutakwenda kuona, nimekwambia alikuwa naomba na watu wengine, lakini kuna maombi pia ya wewe. Uliyepata mzigo ni wewe. Kwani hapa kwa nini aliomba? Kwa sababu alipata mzigo. Unafikiri kilio cha kawaida ni mzigo? Wewe kwa hiyo unaishia kulia tu. Unaketi, Mungu. Sasa Nehemia leo atufundishe kitu kizuri sana katika maombi. Najua umefundishwa maombi mara nyingi, lakini mimi mkazo wa leo ni maombi yako binafsi. Haijalishi uko kwenye hali gani, haijalishi unamnywesha mfalme, haijalishi wewe uko mama wa nyumbani, haijalishi wewe ni mama wa kazini, haijalishi wewe una ratiba ngumu. Nehemia alikuwa na ratiba ngumu, lakini miezi 4 anaomba. Na huyu malaika alidhamiria akasema mpaka Mungu atoe jibu. Anasema nilikuwa mnyweshaji wa mfalme, kwa hiyo ninatamani kwamba huyu jamaa anipe ruhusa mpaka huyu bwana atakaponipa ruhusa. Mwisho wa siku miezi 4 jamaa anaona wakati wa Bwana umetimia. Jioni ya leo natamani Mungu afike wakati akujibu maombi yako. Inawezekana kuna wengine mnaomba kweli kwa miaka mingi. Mungu ananiambia kuna wengine wakati wenu wa kujua sasa Mungu anajibu ni wiki hii ya semina. Hii wiki ya semina ni wakati wako wa kujua Mungu yupo na Mungu atakujibu. Lakini kwa wewe ambaye pia unalegalega katika maombi binafsi, ni wakati wa kuinua maombi yako.